Ulikuta nilitamka nini Jumapili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili ibada ilikuwa ni ibada ya tofauti sana kwangu. Maana nilikuja kutoka nyumbani nikamwambia Mungu, kwenye ibada nataka ibada iwe ya kwangu. Iwe ya kwangu. Ndio. Wangapi leo wamekuja wanasema ibada iwe ya kwangu? Tuliomba mahali hapa, nikaingia ofisini nikakwambia Baba naondoka. Nilipofika pale getini kwangu nikakuta yai limepasuka. Yai limepasuka? Ndio. Nani alipasua? Hatujui kwa sababu nilimwacha Nuru nyumbani na Raeli. Nikawaita nikawaambia, "Hii nani amepasua ili yai?" Akasema hatujui wala hatujaona yai yoyote. Nikamuita mtoto mwingine wa jirani kwangu. Hakuna aliyeona. Hakuna aliyeona. Kitu kilikuwa kimekaa pale. Yaani yai limepasuka, ile kiini kila kitu. Nikashangaa, nikakumbuka kwamba wakati tulikuwa tunaomba ukasema kuna yai naliona kwenye ardhi. Mimi nimesema kuna yai naliona. Ndio. Kwenye ardhi. Ndio. Nikiwa hapa madhabahuni. Ndio. Na ukalikupa hilo yai. Limepasuka. Ndio. Napasua mayai ya kichawi. Napasua paka za kichawi. Napasua viungu vya kichawi. Viungu vilivyokaa kwenye ardhi kwa sura ya chungu ya kichawi. Na yapasua. Mtu mmoja aseme amen bana. Nyosha mikono ulikotoka, sema kila uchawi uliokaa kwenye ardhi leo yanachoma moto. Uchawi wa maneno, uchawi wa kunuiza, uchawi wa mayai, mayai fedha, mayai yaliyonuka, mayai yoyote, nywele zilizoibiwa, vitu vilivyozikwa kwenye ardhi, shambani, fire! Hivi una imani? Ukakuta imepasuka? Nikakuta limepasuka. Nikasema Baba alitamka kwamba kuna yai liko. Lakini umesikia nimetamka kuna yai naliona. Ndio, kwa unasema ninaamuru lipasuke. Naamuru lipasuke. Ndio, ukataja mara 3. Kweli nimeenda tu nikakuta limepasuka. Ambia wachawi nimeokoka. Mama, Mungu amefanya nini kwako? Amen. Kipekee namshukuru Mungu, maana Jumapili tulikuwa ibadani mahali hapa. Baba akiwa anahubiri madhabahuni akasema kuna watu nawaona wataenda kuna vitu, watu wengine wataenda kuwa nyoka, wengine watakuta mayai, wengine watachimbua vitu kwenye ardhi zao. Mimi namshukuru Mungu, maana katika kufanya kazi shambani nilikuwa nafyeka mahindi. Mungu akanionyesha kiti ambacho mimi siku zote napita pale nakata majani. Siku zote unapita hapo. Hauoni hiyo kiti? Sijawaipona. Lakini katika kukata mahindi nikakata ya kwanza nikasema hii mbao imetoka wapi? Nikaendelea kukata, lakini nilivyotoa kama hatua 3 nikasikia rudi tena, angalia hicho ni nini. Nikawa nafukua sasa nikakuta ni kiti yenye kiti. Ndio. Kimezikwa. Ndio chenye shambani. Ndio. Mheshimiwa, ni kiti. Mmekaliwa kwa muda mrefu. Ni kiti kweli? Hebu toa. Sema fire! Kiti kinaziko, maana yake unaketishwa pale. Umeshikiliwa pale pale. Leo nina somo moja la kutoa watu kwenye matatizo. Ni kiti. Kimeketishwa jamani, ni kiti eti naona? Nikakipiga hapa katikati. Kiti cha ngozi. Na hakina muda mrefu sana. Jamani, umeona kiti? Jamani, umeona uchawi ulivyo? Uchawi upo? Mama, nilitamka Jumapili. Ulitamka kuna wengine watachimbua vitu kwenye ardhi. Na wengine watachimbua vitu kwenye ardhi zao. Kiti unazikiwa, maana yake hunyanyuki. Tumekuketisha hapo, ufanyi chochote, baki kwenye mateso, baki kwenye magonjwa, baki kwenye kuteseka, kwenye kuumia. Kitu tumechimbua na wao wadondoke. Mama, siku zote unapita pale nakata majani hapo, huoni? Hata leo kuna wengine kwenye ardhi zenu kuna vitu vipo, mnapita kila siku, havionekani, huoni?
Hata hilo yai hakuwa, sio kwamba alikuwepo, likuwepo. Nikasema naamuru lifanyeje? Likatoka. Fanyeje? Jamani, kiti cha ngozi kimezikwa shambani. Hivi ni shambani au wapi? Ni katikati ya shamba. Katikati ya shamba. Ndiyo. Shamba lako. Ndio. Jamani, na hivi sawa, tuseme basi tuseme umekuta kabisa imechimbikwa chini. Nikasema nini, nikakata katikati, nikapiga kwa hapa katikati. Wamenuiza mpaka na ngozi. Nikachimbua na panga. Ndio kilicho kunawatesa sasa. Akina muda mrefu sana hiki kitu kuzikwa. Unaona? Akina muda mrefu. Jamani, ni kiti kimetengenezwa. Tena kiti cha ajabu cha kuteleza katikati ya shamba. Nataka nichome. Na wakati nachoma, huyu aliyezika vitu vyake vichomeke na vitu vyake viteketee. Amen. Wangapi wanaamini leo nitatamka vitu wataikuta? Amina. Sema kila uchawi leo unakufa. Nani tena mama? Hii tu. Weka hapo mama, kusha habari yao. Kuna kitu nakiona siwezi kusema kwenye umati wa watu. Haufi, watakufa wao. Mheshimiwa, wamewaketisha kwenye kiti cha mateso kwa muda mrefu. Ndio kiti cha mateso ilikuwa inawatesa. Hampigi nye hatua, hamna raha. Ni kuumia tu kila siku. Ni kiti, kiti maana yake katika ulimwengu wa roho ni kiti cha maumivu. Mmeketishwa kwenye kiti cha maumivu. Chanyie kuumia tu. Na hii nataka niwaambie, kuna wakati mioyo yenu inauma tu. Ni kuumia tu. Yaani kuna wakati nawaona mkiwa pale ndani ni kuumia tu. Yaani kuna vitu mikukumbuka mpaka unalia mwenyewe. Hivi ni nini? Kichwa kinauma. Na waona wakati mwingine unaenda kulala, acha nikalale nikapumzike. Lakini sio kwa sababu unapumzika, kwa sababu ni kupumzika. Yaani kichwa unawaza, unashindwa namna. Mheshimiwa, hii kitu kipo hata kwako. Wameketisha kiti. Wafe wasife? Nifanyeje huyu aliyezika kiti? Mheshimiwa, nifanyeje? Afe? Kama ni mtu wa karibu. Sisi umesema njoo baba. Jamani tufanyeje? Mheshimiwa, afanyweje huyu? Eti anazika kiti. Tena cha ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasema afe na asifufuke. Asifufuke. Afe na asifufuke. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivyo kwa sababu kwani yale nitakia nini? Si mabaya. Afya ya huyu mama sio afya yake. Sio afya yake kabisa. Yaani kuna vitu vingine unavyosema kwamba vinauma, kweli vinauma. Sijali. Ndio mwanzo wa vitu kurejeshwa. Uzima unaenda kutokea. Sema leo moto unawaka. Sema moto unawaka. Sema moto unawaka. Mama, afya yako narudisha. Amina. Hii afya sio ya kwako kama baba anavyosema. Ni kweli baba. Jamani, mama huyu alikuja, lakini baba shukuru Mungu, mpaka hapa Mungu ametenda. Usingekuwa naye. Lakini nasemaga nyama na mifupa, afya mama narudisha kwa jina la Yesu aliye hai. Leo naombea mpaka mafuta utakayejipaka, mpaka maji utakayokunywa, uwe na afya yako. Ustawi kama mama. Amen. Kiti cha mateso kimepatikana. Amen. Na bado kuna kingine nakiona, na kiamuru kitokee. Na kiamuru kitokee. Nakumbuka mlipokujaga nilikuwa nikitamka nyoka wanatoka. Sasa wamekuja kwa sura ya kuazikia mateso tena. Sasa itawarudia wao. Wafe wasife? Punga mkono, sema nilikotoka moto wake. Hata wewe kuna vitu umezikiwa ujui tu. Kabla mwaka hujaisha adui wako ajulikana. Narudia, kabla mwaka hujaisha wanaokupangia mauti watangulie wao, wafe wao, wadondoke wao, mateso yawarudie wao. Mama, niwekee hapo.
Nitakapokuwa nahubiri baadaye, nitaanza na hii. Niwekee hapa. Weka hapo chini. Mheshimiwa, nitaanza na hii. Wala usijali kabisa. Hii ni kitu kidogo sana. Mimi sihitaji kusema nachokiona. Nahitaji kuomba. Kuna vitu vingine mtaviona. Na hii inakuja. Kwenye hicho kiti sitaki kusoma vitu vilivyoandikwa. Vimeandikwa vitu vingi. Kuna cha mateso. Kwamba zika. Lengo la kuzika ni kwamba zika maisha yao. Lakini kuku aliyekufa sio kuku amekufa, ni mama. Kuku ni mama. Na kuku amefanyaje? Ameugua. Ameugua kwa muda alafu akaja akafa. Manake ndio kitu kilichopanga. Kuku kufa sio kuku. Ni kifo cha mama kimetengenezwa. Na sio kitu cha leo hiki, ni kitu cha muda. Kuna makombora mengi huyu usingekuwa naye, hata wewe usingekuwa. Iko wapi ajali ambayo ilikukosa? Naona safari 3. Kuna ajali naona safari 3 ilikukosa ufe. Ilikukosa. Moja ulikuwa kwenye pikipiki. Ilikuja gari likufesi. Ni kama akili ilihama. Yaani umeshtuka, ni kuhamaki kitu kinakukaribia. Alafu hujui kwamba hata umeponaje. Safari 3. Baada ya kuvuka jambo fulani ambayo hukutakiwa kuvuka, wakasema mtu ana roho ngumu, katengenezwa kemea, haiendi, yaani haitoki. Lakini mpaka leo asubuhi, nimeamka asubuhi naenda ibadani, bado hiyo hali iko akilini mpaka sasa ninavuka. Kwa umeenda ibadani, umetoka kichwa hivyo. Sasa umekuja kwa Elisha, na umekuja kwa Elisha, tumeona hiki kitu. Tunategua sasa baba. Yaani nimekuja hapa sijui, yaani hujui. Na ni kwenu, unaona kabisa ni kwenu. Wako. Tunaomboleza nyumbani. Naomboleza nyumbani. Ndio. Nilikwambia nimeona kuku. Hujaniambia kuna kuku amekufa? Hapana, sio. Na amekufa muda gani? Una mwaka sasa. Baada ya kufa aliugua? Ameugua kwa muda alafu akaja akafa. Akaondoka. Ndio. Nikakwambia kuku ni nani? Na muda very soon kilichopangwa kitatokea. Maana wameshaandaa kila kitu. Sema tunazuia kila jeneza. Tunapasua kila jeneza. Tunang'oa kila jeneza. Tunawasha moto. Roho ya mauti. Sema kwa sauti, roho ya mauti. Hauna nafasi. Kama ambavyo kanisa liliomba juu ya Petro aliyepangiwa mauti, na kanisa walipoomba mauti haikumpata Petro, Herode alishindwa. Kwenye ibada ya leo tunawatangazia wakina Herode waliopanga mauti, waliopanga mazishi, waliopanga majeneza, waliopanga maturubai, waliopanga perfume zao, santa zao, tunawasha moto kupitia familia ya Baba Stella na Mama Stella waliosimama hapa. Tunazungusha kuta za moto. Ewe roho ya mauti, mwaka. Tunakataa kama kanisa, wewe mauti uliyetumwa kwenye hii familia, uondoke na mama, uondoke na baba, uondoke na mtoto, ulete machozi. Tunawasha moto. Sema tunawasha moto. Sema tunawasha moto.
tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto. Ewe roho ya mauti, 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 live out. Achia mwili wa mama, achia nafsi yake, mulichopanga juu yake akitatokea. Ewe mwanamke wa kuzimu, umepambana naye kwa muda mrefu, ninakutisha, achia nafsi yake, nakutisha, achia nafsi yake. Ilo kaburi ulioandaa, navunja ilo kaburi, navunja ilo kaburi haraka sana. Nataka nafsi ya huyu mama, nataka na afya yake. Kila sura mliomvalisha, kila sura mliomvalisha, navua hiyo sura, navua hiyo sura, sura ya mauti, sura ya mateso, sura ya machozi. Hataacha watoto wake, hataacha watoto wake, hataacha watoto wake. Navua kila sura, navua kila sura, sura ya ngozi. Kiti ambacho mmeandikia mateso, hicho kiti kiwake moto, hicho kiti kiwake moto. Hicho kiti mlichokalia, mkapanga mauti yake, mkapanga mateso yake, mkapanga ache watoto wake, mkapanga ache uzao wake wa msho, mkapanga asione mema ya watoto wake. Fire! Achia maisha yake, achia ardhi yake. Nakataa kila jeneza, mganga wa kienyeji ulioletewa jina la huyu mama, na chomoa ilo jina haraka sana. Ilo jina la huyu mama liachiliwe, ilo jina la huyu mama liachiliwe. Na mtoa katikati ya mateso, na mtoa katikati ya mauti. Haya, kimbia haraka. Namwona mwanamke ananiambia wako wawili, usininyang'anye huyo, tutakufa sisi, tutakufa sisi. Achia mwili wake. Naomba msaada hapa, naomba kanga hapa. Katika jina la Yesu ninatangaza atakufa. Hicho kiti cha mateso ninakivunja leo. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Namwona mwanamke mnene, sio mnene sana, wastani. Alafu namwona mwingine akiwa amefaa kanga, yuko uchi, anasema tulienda shambani tukawa tunafanya ibada kwenye shamba lake. We nini? We mimi matatizo. Ni wa kwetu Huyu ni wa Yesu. Sio mali yako. Na uachie mwili wake, na uachie afya yake. Mlipanga kumuua lini? Mlipanga kuondoka naye lini? Mwezi gani mwaka huu? Mlipanga kufanya kitu chenu lini? Na walimtumikisha kwa muda. Wanasema tuondoke naye tukamtumikishe kwenye ulimwengu wetu vizuri. Kwa damu ya Yesu nataka muachie. Aliyepanga mabaya, kila aliyepanga mabaya, kila aliyepanga mabaya juu ya safari zangu, juu ya wazazi wangu, juu ya watoto wangu, juu ya uzao wangu, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Nani ana petroli kidogo nichome hiki kitu usikie kitakachotokea hapa? Nani ana petroli kidogo? Sema fire. Sema kila uchawi tunauteketeza, tunachoma kwa moto, hayatafanikiwa. Tunapasua kila jeneza. Jina lake kamili anaitwa nani? Evelyn. Evelyn, na kuchomoa ninaona madhabahu ni kubwa ikiniambia huyu ni kwamba ametuharibia vitu, angeshakufa. Hata ndugu zake uoni hawapo. Nasoma kwenye kiti, uoni ndugu zake hawapo. Huyu amekuwa nongwa, huyu amekuwa nongwa. Amevuka mwaka tuliopangaga hatavuka. Asingeona hata watoto wake mpaka leo. Robo shaka. Weka mikono juu. Sema kila mauti iliyopangwa, kila mauti iliyopangwa, kila mauti iliyopangwa, kila mauti iliyopangwa, ndoto chafu, mawazo machafu, mawazo mabaya, vilio vilivyotanda. Nyosha mikono ulikotoka. Sema kila mauti, kila roho ya mauti. Tunatumia damu ya Yesu, tunatumia damu ya Yesu, tunatumia damu ya Yesu. Iwe kwa mume, iwe kwa mke, iwe kwa mtoto. Tunatumia damu ya Yesu, tunatumia damu ya Yesu. Tunavunja kila madhabahu, tunavunja kila madhabahu, tunavunja kila madhabahu. Vunja, vunja, vunja. Tunavunja hayo magereza, tunavunja hilo jeneza, tunavunja. Jamani,
Nimeona watu wakikimbia kwenye boma la watu wakisema unatufukuzia wapi? Wafukuze, waambie hapa hakuna mazishi, waambie hapa hakuna maombolezo, waambie mume wangu hajafa, mke wangu hajafa, watoto wangu hajafa. Airisha hiyo mazishi, airisha hiyo ibada. Rapapa, choma maua yao, choma sanda zao, choma vikao vyao, choma. Nenda nyuma ya nyumba, vunja viti vyao vya enzi, vunja, haribu perfume zao. Omba mwanangu, omba hata kama unakaa kwenye kiti. Kemea roho ya mauti, kemea mauti, kemea kwa kanisa, kemea kwa washirika. Mungu, nafunga mauti kwa wanaotembea na hii madhabahu, nafunga mauti kwa wanangu ulionipa, nafunga mauti. Salaba ushuke katikati ya hiyo boma. Ndio, wanakimbia. Evelyn njoo, wanamwachia, wakuachia hiyo kuku walioua, ndio akatangaza mauti yako. Hiyo kuku iwake moto, hiyo kuku alitoa kafara. Rapapa, riposhaka. Evelyn njoo, toka kwenye laana zao, toka kwenye vikao vyao, toka kwenye viti vyao, toka kwenye majeneza yao. Wanachokuta, naona wadada wa mama watatu na baba mmoja akiniambia unaniua. Nilichukia tu bidii yao, nilichukia tu nyota zao, nilichukia tu ndoa zao, nilichukia tu upendo wao. Rapapa, achieni mpaka hekima yake, achieni mpaka mshara zake kwa jina la Yesu. Sogeza hapa. Unakufa leo hapa. Na hesabu mpaka 3. Ulichopanga kikurudie. Mara ya kwanza, leta kibriti. Jamani, leta tuchome viti vya kuzimu. Angalia uchawi, unazikiwa vitu. Leta kibriti. Nyosha viti vya kichawi walivyotuwekea ili tuteseke. Tunawasha moto. Kuna kibriti. Sema tunawasha moto. Ewe kiti cha kichawi, achia mikono ya Evelyn, achia miguu ya Evelyn, achia ardhi ya kwao, achia mume wake, achia uzao wake, ile familia. Moto unawaka. Tunafunga hilo geti. Habari mbaya haitapita. Habari ya mauti haitapita. Choma na hiyo nani? Haitapita. Habari ya mauti, habari ya maombolezo. Tunavunja kwa moto. Tunawasha moto. Angalia moto. Hiyo moto unawaka. Ni ishara inawaka kuzimu. Ni ishara inawaka. Ndio. Tunachoma jeneza. Ishara ya kwamba kila mauti tunachoma ilizi hizi. Ishara tunachoma ilizi huko nyumbani. Tunachoma kila madhabahu. Nyosha mikono ulikotoka. Baba, nyosha mikono kwenye uzao wako. Tunachoma moto. Hivi ambavyo tunachoma hizi ilizi zilizopatikana baada ya kutamka, ndivyo ambavyo tunachoma kwenye ulimwengu wa roho. Jinsi inavyowaka moto huu, ndivyo vitu vya kipepo vinateketea, ndivyo vitu vya kichawi vinateketea. Mmoja aseme fire. Kuna mmoja anavita kwa wakwe, kuna mmoja anatakiwa afe kwa wakwe. Hata kufa huyo, ataishi huyo, hatakufa huyo, ataishi huyo. Mmoja aseme fire. Unaona vinavyoteketea? Njoo. Kama nilivyoteketeza viti vyenu mlivyokuwa mnakalia ili kumtesa, ndivyo huyu leo anarudishwa kuwa mzima wa afya, na afya yake itakuwa imara tangu sasa. Na hesabu mpaka 7. Kanisa sema fire. Sogeze kidogo. 2 sema fire. 3 sema fire. Tayari nachukua afya na mwili wa huyu mama kurudisha. Hii hali mnayoiona haitakuwa hivi. Biblia inasema Mungu atabariki maji, chakula chako na mafadhi yako. Na geuza leo chakula atakachokula kiwe uponyaji, iwe uzima, iwe baraka. Sema amen. Ya 3 sema fire. Ya 4 sema fire. Ya 5 sema fire. Mtaachia, mwachie. Unakufa wewe.
vitu vyako vyote, kwenye koo, kwenye shingo, kila takataka unaondoka navyo. Ukateseke na wewe hivi na usikae tena kwenye mwili wa Evelyn. Hebu jamani, vunja msalaba iliyotengenezwa. Sema na vunja msalaba. Na vunja msalaba. Evelyn, tunachoma misalaba yote. Miaka yako inarejeshwa kama tai katika jina la Yesu Kristo. Mungu asante, maana uliahidi utarejesha miaka yetu iliyoliwa na prema na tunutu. Ya 6 sema fire. Ya 7 sema fire. Kufa uliko na vitu vyako vikurudie. Tangu sasa ukiwa ufahamu wako, na tangu sasa nabariki afya, nabariki ngozi yako, nabariki maji utakayokunywa, nabariki hatua zako. In Jesus name. Nipe maji madogo, pokea ufahamu wako. Nipe maji madogo baba, kama una maji kidogo ya Kilimanjaro. Madogo tu. Kama ambavyo maji inatupa uhai, kunywa tunapata nguvu, ndivyo ambavyo leo mwili wa huyu mama uhai unaingia. Tangu leo nabatilisha afya yake isiwe hivi tena. Vitu ambavyo umekuwa ukisikia kwenye kozi kiwasha, kumbe ni kamba za mauti unazofungwa nazo, leo ninafungua moja baada ya kingine. Ngozi yako itelezi, rudi kama hapo mwanzo. Ule chakula na ikusaidie. Chochote utakachoweka mwili, iwe afya, iwe mafuta, uchochote iwe afya, ewe maji, na kutuma uende na nguvu ya damu ya Yesu katika mwili huu. Uwe na afya tangu sasa. Uwe na afya tangu sasa. Fufuka na hakuna kufa. Kila mauti itakayotumwa kwako ikutaye na nguvu hii. Damu ya Yesu ikufunika na ikuatamie. Nimekuwa in Jesus name. Amen. Chukua imani. Kunywa maji sana. Nimekuwa.